Habari za muda huu mtazamaji wa Daily News Digital. Karibu tena katika kipindi chetu cha The Iron Lady. Leo ndani ya studio tuko na Mama Rose Muhando, dada ambaye ni maarufu sana, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa nchini Tanzania, lakini pia ni mwimbaji ambaye anafahamika katika nchi za Afrika na hata Ulaya. Karibuni. Kwanza kabisa watazamaji wangependa kufahamu safari yako ya muziki, lakini kwanza ungetupatia kapela kidogo ili wajue kwamba tuko leo na dada Rose. Macho yangu yamedhofu kwa machozi, kwani mateso yangu yapimiki kwa mizani. Kwa kuwa aliyenitukana sio adui yangu, bali ni rafiki yangu tuliyejuana naye sana, tulikula pamoja. Okay. Safari yako ya muziki labda ilianzia wapi mpaka ukajikuta wewe ni mwanamuziki mzuri kabisa katika nyimbo za Injili? Safari yangu ya muziki nilianza kuimba tangu nikiwa shule ya msingi. Kwa darasa la 3. Ndio. Nilikuwa kiongozi wa kwaya shule kwenye mashindano ya Mishumta. Nilianza shuleni. Ulianza shuleni. Yeah. Lakini ulikuwa unapenda sana kuimba nyimbo za Injili ama ulikuwa tunaimba nyimbo zote? Nyimbo za kwaya. Wakati mwingine kurudi madrasa nilikuwa naimba sana pia kabla ya kuwa Mkristo. Baada ya kubatizwa nikaanza kuimba kwaya kama kwaya. Katika kwaya ndo baadaye nikawa mimi kama na. Kwa nini unasema madrasa? Ulikuwa Muislamu? Nilikuwa Muislamu kabisa. Kabisa. Kwa hiyo ukasoma kabisa? Nimesoma madrasa vizuri sana. Babangu alikuwa shehe. Hiyo mimi sikutoka, hata nimetoka tu from nowhere, hapana, nimetoka nyumba yenye dini safi, na namjua Mungu. Ndio. Na sasa kilikufanya nini mpaka ukaingia Ukristo? Mwili huu wa nyama ni wa mtu, lakini nafsi ni ya Mungu mwenyewe. Ndio. Mungu ndo anajua leo utakuwa hapa. Pengine hata wewe hukuzaliwa Dar es Salaam lakini umejikuta uko hapa. Ni kweli kabisa. Ulipozaliwa hujajua kama utakuwa mtangazaji, leo uko hivi. Ndio. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba hatua zetu ziko kwenye mikono ya Mungu. Niliugua, katika kuugua Yesu akanitokea, akaniponya. Nilikuwa na miaka 9, akaniambia mimi ni Yesu, nimekuponya, uwe mzima, amka ukanitumikie. Miaka 9 nilikuwa mdogo sana, sikuelewa. Nilikuwa binti mdogo. Nilipofika miaka 12 sauti ile kajirudia tena. Nilipoanza kuuliza Yesu ni nani? Namshukuru Mungu kwa tunaishi na jirani ambaye alikuwa mlokole. Anaenda namuuliza yule mama. Nilikuwa nikisikia wanaimba Yesu Yesu, kama kwani Yesu ni nani? Ndio akaanza kunielezea. Baadaye nilibatizwa ndio nikawa. Okay. Na mpaka sasa hivi labda tangu umeanza hii kazi yako ya kuimba nyimbo za Injili, ni muda gani sasa hivi? Nimeanza kuimba kwaya nimeimba miaka 12. Baadaye 2004 ndio nikarekodi albamu yangu ya kwanza ya Mteule wa Macho. Nilasa nimekukimbilia wewe Bwana. Ndio albamu yangu ya kwanza kwa mwaka 2004 ndio nilitoa ile albamu. Kwa hiyo tangu pale mpaka pana miaka 21 sasa. 21 sasa. Na umeshatoa labda albamu ngapi? Kama 12. 12. Na zote zina hit vizuri sana. Shukuru Mungu. Okay. Na tukija kuangalia labda katika soko hili zima la uimbaji wa nyimbo za Injili, labda wewe unalionaje ukilinganisha na ulivyoanza na mpaka sasa hivi? Utofauti unakuwepo, lakini ni jiografia tu inavyokwenda. Unaona, kwa mfano kama kipindi tulikuwa tunaimba kwa kutumia magitaa kwanza, baadaye ikaja tuna rekodi na kompyuta. Zamani tulikuwa tunarekodi na mambo ya kompyuta ilikuwa hakuna. Lakini baadaye tunarekodi nyimbo kwenye kompyuta. Kuimba tulikuwa tunaimba na CD, ikaondoka CD zikaja flash. Sasa hivi nasema tunaunda makundi, tunaimba live recording, tena tunarudi kwenye kwaya. Live recording kupiga ni kama kwaya tulikuwa tunaimba kwa hiyo. Kwa ni kawaida. Kwa hiyo mimi naona tunaendelea vizuri.
Mabadiliko yanakuwepo na ni ya kawaida sana. Okay. Na soko lake labda liko vipi? Kwa upande wako wakati tunauza CD, mimi kwangu vizuri tu tena sana. Sana. Okay. Na tukija kuangalia labda kuna kipindi fulani labda ulikopa uonekani sana. Nini tatizo labda? Sikuwa na tatizo lolote kama nilivyokuambia. Nikirekodi albamu moja. Baada ya hapo naanza kufanya kazi. Maana tuimbi tu tukae. Tunaimba ili tuende kuhudumu sehemu nyingi duniani. Kwa mara nyingi Tanzania nakuwa sipo. Biblia inasema injili muanze kwanza Uyahudi, Samaria, Yerusalemu na kadhalika na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo kuna mahali Mungu anatumika sana hapa kwenu, kuna mahali Mungu anakupeleka maeneo mengine ukawahudumia watu wengine, ndivyo ndivyo. Kwa hiyo kuna muda mwingi unakuta zaidi ya mwaka, kama mwaka mzima, muda mchache sana nakuwa hapa, lakini mara nyingi nakuwa kwenye nchi. Na labda hizo kazi zako sana unavyosema kwamba unaenda kwenye nchi zingine, mapokezi makubwa yako katika nchi gani zaidi? Mimi namshukuru Mungu na neema ya kupokelewa popote ninapoenda. Kwa ukubwa sana, sana sana. Hata hapa kwetu nikisema na hivyo naenda kwa mtu anapokelewa kwa ukubwa. Na unaweza kushangaa ni nyumbani, lakini namna vile watu wanakupenda tu. Na tukija kuangalia katika ukubwa wa uimbaji wako, unaimba vizuri, nyimbo zako zinapokelewa vizuri, lakini baada ya muda kidogo tunaona unatoa nyimbo za ujumbe fulani fulani. Mfano kama ile Secret Agenda, wache waende, yani kuna nyimbo fulani ambazo zinakuwa zina ujumbe ndani hivi. Labda kwa nini labda umekuja na mashairi yao, usije na mashairi yale ya kiinjili zaidi? Kwani injili ni nini? Ndio nifafanulie ili Mtanzania aweze kufahamu. Hakuna kitu nimeimba kijaandiko kwenye Biblia isipokuwa watu wamekariri Mathayo, Yohana, Luka. Lakini mimi ni mwana falsafa wa Biblia. Mimi nachimbua Biblia yote. Na kuna maneno magumu sana mengine kwenye Biblia. Lakini watu wengi wanaimba Mathayo, Luka, wamemaliza. Na ndio maana tukiwauliza juu ya Mungu, mkuu wa Mungu, wanashindwa kuhadithia kwa sababu wamejikita tu kwenye Mathayo, Yohana, Luka, nyaraka ya Paulo. Lakini huku mwanzo mpaka Yesu akazaliwa, Yesu alianza kuongelewa wapi? Mfano Yesu alianza kuongelewa kwenye Isaya miaka 700 kabla hajazaliwa. Kwa hiyo ili umjue Yesu lazima uanze nyuma sana ndio ujue huyu Yesu unayemwabudu ni nani. La sivyo utamchukulia kama kijana mwingine, utamchukulia kama wavulana wengine, utamchukulia tu kama mtu wa kawaida. Lakini ukimsoma kuanzia mwanzo kwenye Agano la Kale, utamjua huyu Yesu ni nani. Kwa hiyo hata ukimuimba utamuimba kwenye ukubwa ule, sio kwenye hii hapa tu. Ndio. Kwa maana hiyo una relate na jamii husika. Maana yake mashairi yako yanaenda kiinjili lakini yana relate na jamii husika. Injili ni nini? Injili neno la Mungu kwa watu. Neno la Mungu kwa ajili ya watu. Ndio. Kwa hiyo lile liloandikwa kwenye Biblia wakati wote tunaliimba hata kama likiwa gumu, limetolewa kwa watu. Maandiko yanasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Kwa hiyo wakati wa kuonya tunaonya. Wakati wa kusema tunamuinua Mungu tutamuinua Mungu. Wakati wa kuongea na watu juu ya kuacha 1 2 3 tutaongea nao kwenye ukubwa ule hata kama ni ugumu kiasi gani tutalipeleka jinsi lilivyo, kwa sababu Mungu huwa hapendi ati ufanye unataka au vile watu wanataka. Kama sasa hivi nataka tuimbe tu, tunataka tuimbe tu, tuimbe za kuabudu. Ukiona mtu anaongea hivyo hataki kuambiwa ukweli. Sasa mimi ni muinjilisti, unajua muinjilisti mara nyingi sana yeye ni mpiganaji. Kwa hiyo nyimbo zangu zinakuwa kama upanga. Ndio maana nikiziimba zinakuwa mtu asiyeelewa sema, "Mbona kaipa maneno magumu?" Hapana, lakini andiko linasemaje? Kuna mahali Mungu anasema, "Na nyuso zenu nitazipaka mavi." Kabisa mavi haya. Na Biblia inaongea. Kwa hiyo huwezi kuficha ati kwa sababu kuna watu watapenda au hawapendi. Ukumbuke neno utakalolisema. Kuna mmoja litamfurahisha, mwingine litamuudhi, lakini kwake yeye litakalomsaidia ndio litapokelewa na litaingia na litamtoa mahali alipo. Anasema mimi Bwana hulituma neno langu nalo halitanirudia bure mpaka litakapotimiza makusudi. Neno la ukali lazima liende kwa watu wanaostahili kukaripiwa. Neno la kuabudu lazima liende kwa watu wenye moyo wa ibada.
ambao wanamjua Mungu, wana moyo wa ibada. Lakini sasa mtu nikuulize swali. Mtu anafanya uovu wa kupitiliza. Utamwambia tu nyimbo za kuabudu Mungu ni mkuu na ajui. Lakini lazima tumwambie ubaya kwanza wa kosa lake. Akishajua ubaya kwamba Mungu hapendi uzinzi, Mungu hapendi sijui uongo, uchawi na kadhalika. Mtu akishamjua Mungu ni rahisi kumwambia huyu Mungu anapaswa abudiwe hivi. Lakini kama hujamtoa huko unamwambiaje mwabudu Mungu? Ndio anasema watu hawa uniabudu kwa mioyo, kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Maana hawajui mtu kama hajaondolewa kwenye uovu, maana hajui hata kile anachoabudu. Na utamwabudisha Mungu ambaye hamjui, hata ukimuuliza maswali hatajua. Ataimba tu kama nini? Kama instrument imepigwa basi vibe nini, lakini hatajua Mungu halisi anayetakiwa kumwabudu ni Mungu wa namna gani. Watu kuambiwa makosa yao ni lazima, kuonywa ni lazima, kukaripiwa ni lazima. Mahali pengine nasema karipia, kemea, onya kwa ukali, tena ikiwezekana hata kwa kiboko. Mfano sisi malezi ambao tumelelewa na wachungaji ambao wamenilea mimi. Hiyo miaka mchungaji hawezi kucheka ovyo na muumini, lakini mbona hatukuwa kanisani? Tulikuwa tunaonywa. Tena unaimba kwaya, ukikosea tu kidogo unasimamishwa, kuna kuimba kwaya. Mpaka urekebishe tabia 1 2 3. Unasimama kweli. Na siku ikisha mchungaji anasema sasa tumekuchunguza, una uwezo wa kurudi kuimba kwaya. Unarudi kuimba kwaya. Kwa kulikuwa na uangalizi mkubwa, sio tu mradi bora liende. Hapana, Mungu sio bora liende. Mungu ni Mungu, ana kanuni, ana misingi. Na tukija kuangalia katika hizo nyimbo zote ulizozitoa wewe ndani ya albamu yako, nyimbo gani ambayo wewe unaipenda zaidi, ambao unasema kwamba hii nyimbo bwana naburudika kabisa? Amina. Wimbo wa kusifu unaitwa Mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Wimbo sitaweza kuacha kuja kusahau, kwa sababu niliona muujiza kupitia huo wimbo nikiwa Texas. Niliimba mpaka nikaona wingu kabisa na macho likishuka hivi likitembea ndani ya kanisa. Ni wimbo ambao una historia kubwa sana na mimi. Kiachilia mbali nyingine ambazo zimekuwa ni story halisi ya maisha yangu kama nipo uvumilivu na nyingine. Lakini Mpeni Bwana ni wimbo ambao kweli hata leo ukiniambia niimbe, na hata saa hii unajua ukiimba huo wimbo kwenye mkutano hakuna mtu ataacha kucheza, hakuna mtu ataacha kusifu. Huwa tunaimba mpaka unasikia, yani unaona kabisa yani uwepo wa Mungu huo hapa. Yani unaimba mpaka unaona, unajua malaika wako hapa, ile kusense, una sense kabisa, unaona malaika wako hapa. Yani Mungu yuko kwenye hili eneo hata kama macho hayamuoni, lakini una feel kabisa uwepo wa nani? Wa Mungu. Okay. Na sasa kuna tofauti gani labda na ulipoanza kuimba nyimbo za Injili na sasa hivi, hasa ukiangalia haya maendeleo ya teknolojia yaliyokuwa sasa hivi? Tangu kipindi kile mpaka na pia nahitaji hasa la wale wanaopokea. Niseme nini? Mungu anisaidie. Naomba nisiseme kwa ubaya, lakini nizungumze hivi. Kuna mahali pia watu tumefika tumemzoea Mungu. Na hatukuwa tofautishia watu Mungu ni nani na nini ni nini. Ndio. Unajua lazima umtofautishe Mungu na watu, Mungu na wasomi, Mungu na viumbe vingine, Mungu na vitu chochote. Mungu ni Mungu, hafananishwi. Sasa hivi kuna ile hali ya watu wamemzoea Mungu. Wamemzoea Mungu. Kuna kumzoea Mungu sana upitiliza. Yaani kiasi kwamba sema hata kama nikienda kufanya uchafu wangu na uwezo kusimama nikaimba, hata kama nikifanya hivi na uwezo kusimama nikafanya. Yaani haina shida. Wakati zamani kulingana na mababa zetu walivyotulea, ilikuwa sio rahisi. Yaani mwanakwaya unafuatiliwa mpaka dakika ya mwisho. Kweli walikuwa wakali na walitusaidia. Pengine wasingenisaidia, mfano kama mimi nisingekuwa hapa leo. Na ndio maana unaona nikisikia maneno ya kukemewa naweza nikalia, lakini sijibu vibaya. Ndivyo nilivyolelewa tu hivyo. Okay. Kwamba ukumbuke kuna kukemewa, tunakulea kama mtoto. Kwa hiyo tutakukemea, tutakusifia ukifanya vizuri, ukiharibu tutakukemea vile vile.
Kwa hiyo kule kukemewa kumenisaidia sana. Andiko anasema, mwanangu usidharau kurudiwa na Bwana, wala usizimie moyo. Mwanangu usidharau marudia ya Bwana, wala usizimie unapokemewa na yeye. Maana Bwana humrudi mwana mpendaye. Mungu hata wewe mzazi utachapa mtoto unayempenda, sababu hutaki kuona ameharibika. Kwa hiyo ni sawa, lakini ubaya hawatamjua Mungu halisi, wataona ni kama sawa, ni kama vile mtu akiimba secular, akiimba gospel, nakana tu vitu vya kawaida, ni kama muziki, ni kama burudani, lakini linaondoka kwenye uhalisia wa neno la Mungu, nabaki kuwa burudani, na hiyo ni hatari na ni mbaya. Na unajigawa vipi labda ukiwa kama mwanamke ambaye uko kwenye harakati nyingi za uimbaji na kila siku uko bize na familia na kama hivyo unavyosema una watoto wadogo, unajigawa vipi? Watoto wangu wako shule sasa hivi wanasoma kwa shuleni. Lakini likizo wanakuja nyumbani. Niko na watoto wa dadangu ambao nakaa nao nyumbani kwangu. Wanasoma hapo Dodoma. Kwa hiyo majukumu mengi wameshamaliza wao, ungevyuo wengine kunao. Kwa hiyo yale majukumu yanayagawa. Angalau sasa hivi nagawa majukumu. Zamani ilikuwa ngumu. Yaani angalau nagawa majukumu. Sasa ni vijana wakubwa, naambia wewe shika hiki, fanya hiki. Wewe simamia hiki. Basi mambo yanaenda. Mambo yanaenda na napeleka shule amesoma vizuri. Wananisaidia. Ni watoto wa dadangu wangu, mimi bado wako shule. Okay. Na kuna kitu chochote ambacho umejutia katika maisha yako tangu umeingia kuimba nyimbo za Injili? Kujuta unajuta kwa sababu watu wakisikia nyimbo za Injili wanafikiri kwamba huko ni rahisi sana. Hawezi kumpiga shetani akakuacha salama. Ni vita. Usiniambie. Kwa hivyo nasema shetani nipite. Shetani ni roho na ni kitu halisi. Kama unavyosema Mungu ni halisi, shetani halisi. Kwa hiyo huwezi kubali wewe unampiga kaacha kukupiga. Naye anakupiga vile vile. Kwa ni vita. Kwa hiyo kuna mapambano. Kabisa. Na wewe kama umewahi kunifuatilia, nyimbo zangu nyingi ni face to face na shetani, tunapambana hivi. Kwa hiyo ni vita. Na ndio maana nikiamua kusema leo wimbo huu nataka nimsifu Mungu, nitasifu kiwango kile ambacho hata kama kuzimu, hata kama dunia, hata kama wasomi, hata kama tajiri, hata kama watu aina gani hawatafikia sifa ya viwango vile ambavyo nitamuinua Mungu. Nitamtaja Mungu kwa ukubwa. Ukitaka ufaulu vizuri simtaje Mungu kwa kawaida akaonekana kama mjumbe fulani au balozi fulani au mtu fulani tajiri. Mtaje Mungu. Unapotaja hakikisha unamtaja anatofautiana na kila kitu. Huyo ndio Mungu. Okay. Ukiyamtaja tu Mungu akaanza kufananishwa na vitu vingine, hujamtaja kwenye level anayostahili. Okay. Okay. Tupe kapela nyingine, wache waende. Mimi napenda nyimbo zako sana. Makini na mtu yeyote aliye karibu yako. Nataka nimalize kabisa. Nataka ile chorus tu. Sitaki yote. Wache waende. Waende. Wache waende. Ni mbaya kung'ang'ania. Wache waende. Waende. Wabariki waende. Si vizuri kung'ang'ania. Okay. Amina. Sasa nini labda wito wako kwa ujumla kwa wasanii chipukizi ambao wanataka kuimba nyimbo za Injili? Wanaotaka kuimba nyimbo za Injili iko hivi. Sasa nitajibu hapa kibibilia ndio lazima tutaeleweka. Kuimba ni karama. Kila mtu amepewa karama. Ualimu ni karama, daktari ni karama, polisi ni karama. Ndio. Iko hivi. Kila mtu atajibu siku ya mwisho kwa kazi yake, kwa karama hiyo uliopewa. Swali langu, kwa nini wanataka kuimba? Maana sio kwa sababu ya karama na sauti, lakini huku kwa Mungu hajali karama aliyokupa, lakini anataka utukufu ndani ya ile karama. Kwamba katika karama yako yeye ndio awe king kwa ile karama, awe mtawala kwenye ile karama, awe kila kitu. Yaani chochote unachokifanya iwe vigelegele viwe vya Mungu, iwe si umepigwa makofi ya Mungu si yako. Iwe umefanya chochote kizuri hata kwa kufurahia.
Mungu, ni wewe si mimi. Okay. Wako tayari? Yeah. Kuna mahali utaimba hautapigiwa vigelegele. Maana mwingine asipopigiwa vigelegele unaona hajaimba na kasirika kabisa. Anasusa kabisa. Mbona hajanipigia vigelegele? Lakini hatuimbi kwa sababu tunatafuta vigelegele. Tunaimba kwa sababu tunatangaza huyu Mungu aliye mkuu juu ya viumbe vyote dunia mjue, lakini tunamsifu Mungu kwa sababu Mungu chakula chake ni sifa. Hiyo. Kwa hiyo je, kwa kiwango kile ile sifa utaitaka wewe au utampa Mungu? Yeah. Bila shaka mmeweza kumsikia dada Rose Muhando katika studio zetu za Daily News Digital. Kumbuka tukutane wiki ijayo panapo majali ya Mungu katika kipindi kingine. Mimi naitwa Kusumo Ali. Nasema asante sana. Dada Rose, tuache basi na kapela nyingine ya mwisho ya kufunga kipindi. Never no. Adui zangu hawanipati ngo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba zero. Adui zangu wamebaki na kilio. I am a fighter. It is better. Nitapindua agenda. Nitaharibu agenda. Nitazifuta, nitangangana kama defender. No retreat, no surrender. Asante sana.